Naam, karibu sana mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara leo hii ni Lensa Odingo. Tunaanza na taarifa kwamba Rais William Ruto ametetea makubaliano kati ya Kenya na Marekani ya kujenga kituo cha karantini kitakachoshughulikia wagonjwa wa Ebola katika kambi ya jeshi la wanaanga ya Laikipia. Rais alikubali ombi la Donald Trump kwa sababu serikali ya Marekani imekuwa ikisaidia Kenya kukabiliana na changamoto za afya ya umma zikiwemo ugonjwa wa ukimwi na janga la COVID-19. Aidha, aliwakosoa wanaopinga mpango huo akisema kuwa kituo hicho kimeanzishwa kwa lengo la kulinda afya na usalama wa raia wa Marekani na wa Kenya. Rais William Ruto sasa amevunja kimya chake kuhusiana na swala tata la ujenzi wa kituo cha kuwatenga raia wa Marekani waliotagusana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 30-40 years. Kwenye kikao na wanahabari mjini Wajir, rais alisema mkataba huo una manufaa kwa serikali za Kenya na Marekani. What the American government is doing is to work with us in partnership to build the capacity to make sure that if ever we needed a facility, that facility will be there to serve the people of Kenya and to serve our friends, including the Americans. Akitetea mkataba huo, rais alisema kituo hicho kitakachojengwa katika kambi ya kijeshi ya Laikipia ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kukabiliana na majanga. The fact that we could end up with a case is not far-fetched. We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans in DRC. If for whatever reason they were to become victims of Ebola, we would have a responsibility as a country to treat them. Rais alisema kituo hicho ni sehemu ya vingine 23 katika hospitali kuu ya Kenyatta, hospitali ya huduma ya taifa kwa polisi, hospitali ya matibabu maalum na mafunzo ya Moi, hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta, hospitali ya Lupe na nyinginezo. I am wondering why anybody would want to politicize, to mobilize negative politics on a matter so serious as a pandemic. You know, we are a responsible government. We know what we are doing. Kwa mujibu wa rais, Kenya inawachunguza wageni 3,000 kila siku katika maeneo ya viingilio vya humu nchini, na kufikia sasa hakuna kisa cha ugonjwa wa Ebola kilichosajiliwa humu nchini. Giverson Maina, Darubini.